Na mtazamaji wa Spruce Online TV, na hapa nipo Vingunguti Nyama Choma jijini Dar es Salaam, na kama unavyoona hapa hali ya biashara ikiwa inaendelea kama kawaida, wafanyabiashara wakiwa wanafanya biashara kama kawaida, lakini pia wateja wakiwa wananunua kama kawaida. Lakini ikumbukwe siku ya jana tarehe 9 Disemba kulikuwa kuna hofu ya kuwepo kwa aidha maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa, na ile hofu ya tarehe 29 Oktoba ikiwa ina waandama wengi na ikafanya biashara ziweze kusitishwa baadhi ya maeneo, na ikiwemo eneo hili hapa la Vingunguti Nyama Choma jijini Dar es Salaam hakukufanyika biashara kwa siku ya jana. Je, wafanyabiashara wa eneo hili waliweza kukumbwa na adha gani? Labda ni athari zipi ambazo ziliwakumba wafanyabiashara wa eneo hili kwa kutokufungua siku ya jana? Lakini pia tutazungumza na baadhi wa viongozi wa eneo hili waweze kutuambia ni changamoto gani ambazo walizipata kutokana na yale maandamano ya 29 Oktoba mpaka hivi siku ambazo zinaendelea, hofu zinazotanda kuanzia 29 Oktoba mpaka tarehe 9 Disemba, na leo hii hali ipoje? Watatuambia. Basi mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV, hivyo basi usiache kusubscribe. Na mtazamaji wa Spruce Online TV, kama unavyoona hapa nipo na wafanyabiashara na nyama hizo kama unavyoziona hizo, lakini natamani kujua kwa kuhusiana na hiyo biashara inaendaje kwa kipindi hichi sasa ni Disemba, lakini hiyo kiangalia inamaanisha kwamba ni mwishoni mwa mwaka Disemba hii hapa, lakini kuhusiana na hii ya nyuma. Anasema baada ya biashara kusimama siku ya tarehe 9 Disemba, kwa upande wake yeye haikumwathiri kwa sababu alikuwa anafahamu ni kitu gani ambacho kinafuata siku hiyo. Hivyo basi hakuagiza mzigo na alikuwa nyumbani, alitulia, hakuweza kuwa na hasara yoyote ile. Lakini siku ya jana akafungua, ambayo ni tarehe 10 Disemba, hali ya biashara iliendelea lakini haipo kama kawaida. Kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka siku ya jana hali ya biashara imekuwa ni ya kawaida sana, si kama siku zote, akijaribu kumaanisha kwamba hali ya utulivu si nzuri kwa wakati huu. Swala la biashara haliendi kama zamani, na alitamani kwamba maisha yaendelee, utulivu urejee na biashara ziweze kufanyika kama kawaida. Ndicho kitu ambacho alitamani. Lakini nilipojaribu kumuuliza kuhusiana na hali ya biashara kwa sasa, hali ya kupanda kwa bei ya nyama katika masoko hayo, alichonijibu ni kwamba kweli nyama zimepanda bei, na sababu ambayo imesababisha nyama ziweze kupanda bei ni kutokana na hofu ambayo ilikuwa imewatanda watu kuhusiana na tarehe 9, na watu wengine hawakuweza kufuata bidhaa au hawakuweza kufuata mzigo wa nyama, waliweza hawakuchinja baadhi ya maeneo. Hivyo basi ikafanya bei ya nyama kuweza kuwa adimu kwa baadhi ya masoko, kwa sababu kuna sehemu hawakuchinja kwa hofia tarehe 9 Disemba nyama zingeweza kulala na kusingekuwa na wateja, au kungeweza kutokea hali yoyote ya kusorotesha usalama, hali ya usalama kuwa hafifu. Hivyo basi watu walihofia kuweza kuchinja au kusafirisha nyama kutoka sehemu moja, kusafirisha mifugo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na hii ikapelekea nyama kuwa adimu sana sokoni na bei kuweza kupanda. Hiyo ndio sababu ambayo alielezea, lakini alichokitaka ni kwamba vijana waache kidogo sasa hivi, watu watulie ili hali ya nchi iweze kwenda sawa, mambo mengine yaende kwenda sawa, kwa sababu watu bila biashara hawawezi kuishi, na watu wanategemea biashara ili waweze kuendelea na maisha yao mengine. Maoni yake yalikuwa ni hayo hapo. Kwa sababu najua nimezaliwa nimekuta amani, lazima nielekeze amani yangu. Wewe kwa huko ulikuwa siku ya jana, lakini ilikuwa kuna watu wengi ni kama kawaida au kulala biashara ilikuwa kwa kweli biashara ilikuwa, kwa sababu tulifanya biashara vizuri tu, na biashara ya jana ilikuwa imechangamka sana, kwa sababu sisi huku tulikuwa na amani. Sehemu zingine sijajua, lakini sisi kwa Vingunguti Tabata nzima tulikuwa na Hapa Mkojani anasema kwamba yeye alihofia kupigwa bomu siku ya tarehe 9 Disemba, na pengine angeweza kupata hasara kama angeweza kufungua, ingali ya kuwa mzigo wake ni wa gharama kubwa sana.
ameleta nyama ya kutosha, ameweka store, alafu ipigwe bomu isambaratishe kila kitu, kinaenda kuharibika. Kama angefungua basi alikuwa anahofia hali ya usalama, na ndio maana siku ya jana yeye hajafungua biashara kabisa akiwa nyumbani, lakini siku ya leo amefungua biashara na anasema kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu, biashara zinaenda kama kawaida na hapo alipo mambo ni safi kabisa. Mkojani yeye anahofia tu swala la bomu hapo. Biashara maana ni kujiani zaidi. Ili tu ukapata hasara, maana sio mzigo wenyewe kutoka kuchukua mzigo wa bei kubwa sana leo unaanguliza, alafu likapigwa bomu. Na kwa unapata hasara. Kwa kufunga biashara ni kujiani zaidi ili kuepusha hasara. Na hapa nimefanikiwa kukutana na katibu wa soko upande wa mamalishe. Yeye anasema kwamba kwa sasa biashara haipo kama zamani. Kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka siku ya tarehe 9 Disemba hali ya biashara haikuwa sawa kabisa. Lakini anasema siku ya jana hakuweza kufungua biashara yake kwani alihofia pengine yakaweza kutokea yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba. Nilijaribu kumuuliza, "Je, kwa kutokufungua biashara yako siku ya jana ulipata hasara kiasi gani?" Akasema kwamba hakupata hasara yoyote ile kwa sababu alijua tu yanaweza kutokea yale ya 29 Oktoba, hivyo hakununua bidhaa yoyote ambayo ingeweza kuharibika kwa kutokutumika siku ya jana. Akasema kwamba hali hii si nzuri kwa sababu inafanya kutokujiamini katika biashara. Unashinda kutambua leo nifanye biashara itafanyika ama leo nisifanye biashara. Na hii inaturudisha wafanyabiashara wadogo wadogo nyuma, tunashindwa kuendelea kwa sababu mitaji yetu muda mwingine ni midogo na kusimama kwa biashara kila siku inafanya biashara inakuwa inayumba. Hayo ni maneno yake mfanyabiashara huyu mdogo ambaye ni katibu wa wafanyabiashara upande wa mamantilie. Hayo ndiyo yalikuwa maoni yake. Bwana, siku ya jana hapa alikuja kutoka kwa biashara. Vipi kama kwa biashara? Kuna baadhi ya watu wanafungua na wengine kukutana nyumbani. Kwa nini kaje nyumbani ulikuwa unafikia nini? Kwa kweli Mama Samia kitangaza bwana, jamani, raia wote kuingia muungano ya jamii ilikuwa ya uhuru. Watu kulia majumbani na mwingine ya kwa nyumbani, lakini alikuwa kwa swali. Kwa swali. Sawa, wewe ni biashara. Kwa jana ulikuwa yani au ilikuwa kawaida? Kawaida sana. Kwa nyumbani sasa. Ndio. Leo kwa japo mnaanza kwa na hofu pia siku ya leo itakuwa kama kawaida. Hapo pande yako kwa siku leo ndio tunahitaji. Sawa, ndio kama hivi naona baada ya watu bado wapo majumbani. Watu hajatoka. Kuna kama gari ya pita. Chafu hapo magari, watu kibao wale bado biashara sana. Haijatangaza kama siku naambia bwana, kiukweli bwana ni amani barabarani, hamna tena mengine, hamna si maandamano, hamna kosa waje kufanya biashara. Na hayo yalikuwa ni maoni ya wafanyabiashara wa Vingunguti nyama choma jijini Dar es Salaam, wakisema kwamba yale ya 29 Oktoba yalimuumiza kila mmoja, yalimuathiri kila Mtanzania, na hivyo hawatamani tena yatokee kama hayo. Watanzania waendelee warudi kama walivyokuwa zamani, biashara ziendelee na shughuli nyingine za kiuchumi pia zifanyike kwa amani, kwani amani ni kitu cha muhimu sana katika kulijenga taifa. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV.